Nataka kuleta neno la Mungu asubuhi ya leo. Or is it still morning? Yes, it's still morning. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu, a prophetic word ambao Mungu ameweka katika moyo wangu kwa ajili ya moyo wako ambao ulikuja siku ya leo. And that is why I believe in the name of Jesus, wakati hili neno litakuwa likiondoka from this altar, that if you agree with this word, if you take this word kama neno lako, hili neno litabadilisha maisha yako kama vile limebadilisha maisha yangu katika jina la Yesu. I want to be talking today about the move of God. The move of God. The move of God. Mtu aseme the move of God. Hiyo ndio tutakuwa tukiongea siku ya leo, the move of God in the morning section. Halafu in the afternoon I'll be talking about triggers of the move of God. What is this that bring the move of God? Lakini asubuhi ya leo I want to talk about that move. I want to believe katika jina la Yesu ya kwamba it is the will of God kuanzia wakati dunia iliumbwa, ya kwamba Mungu akatembea na akafanya kazi katikati yetu, ili historia yetu, familia yetu, mambo yanayotuhusu yakakaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Somebody say amen. Let us read together katika kitabu cha Isaiah 61 from verses 1 to verses 11. I will camp there the whole day. Isaiah chapter 61 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Na tutakuwa tukisoma hili andiko prophetically, kumaanisha ya kwamba wakati utalisikia ya kwamba linakuguza, unapolisikia ya kwamba lina address your situation, ya kwamba hautagojea kuhubiriwe, lakini utapokea even when the word is being led in the name of Jesus. If we are there together, we can read in Isaiah chapter 61 verses 1. Maandiko inasema hivi: the spirit of the sovereign Lord is on me. Somebody say, the spirit of the Lord is on me. Ni wangapi wanaamini ya kwamba roho wa Mungu ako juu yao? Nataka uinue mkono wako, ujiwekelee mkono kwa kichwa, ukatangaza, the spirit of the sovereign Lord is on me. Ongeza sauti ukasema, roho wa Mungu yuko juu yangu. Na nikutangazie katika jina la Yesu, hakuna vile roho wa Mungu anaweza kuwa juu yako na magonjwa ikawa juu yako. Hakuna vile roho wa Mungu anaweza kuwa juu yako na shinda na mateso ya adui ikawa juu yako. Natangaza tunapoendelea katika maisha yetu, katika mambo ambayo yanatuhusu katika maisha yetu, may the spirit of the Lord continually dwell in our churches, continually dwell in our families, continually dwell in our lives in the name of Jesus. Nyakati zile za kale, in the Old Testament, the spirit of the Lord alikuwa anakuja for a short time, and then after amekamilisha the task ambayo Mungu amempatia aweze kukamilisha, anaondoka. So that time the spirit of the Lord alikuwa anakaa kati ya waaminio kwa muda. But the Bible says when Jesus came, wakati alipoenda alisema, ni vizuri niende maana nitatuma mwingine. Yeye hatakaa kwa muda, lakini atakaa ndani yangu. He will be the resident God. He will be the resident healer. He will be the resident protector. He will be the resident destiny maker in the name of Jesus. That is why ninapotangaza ya kwamba the spirit of the Lord is upon you, hilo si jambo la kawaida. Hilo ni jambo ambalo linatingiza ufalme wa giza. Nataka nitangazia mtu siku ya leo, tunapoendelea na mahubiri haya,
tunapoendelea na mkutano huu, hata ukiondoka siku ya leo na kuendelea katika maisha yako, may the Spirit of the Lord always be upon you in the name of Jesus Christ. Ukiwa kwa magari, ako pamoja nawe. Ukiwa katika mambo yote unayoyafanya, ako pamoja nawe. That is what Isaiah is declaring. Anasema ya kwamba the Spirit of the Sovereign Lord is upon me because he has anointed me. Somebody say, I am anointed. One of the things I'm going to talk today is the possibilities of the anointing. The possibilities of the anointing. Kuna mambo ambayo inafanyika when the anointing comes upon you. Na kwa hiyo mtu ambaye ni anointed hawezi kuwa mtu ambaye ni kama mwingine. Hallelujah. The reason why you are different from another person, the reason ya kwamba wewe umeokoka utofauti na wale ambao hawajaokoka, there is something that you carry that they do not carry. You carry Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, the Messiah, the anointed one. Somebody say, I carry the anointing. Nasema, he has anointed me. Kama kuna kitu unastahili uombe ya kwamba katika maisha yako isiondoke katika maisha yako, is the anointing of the Holy Spirit. Na anasema ya kwamba kwa nini ameni-anoint? Why has he anointed me? Why has he anointed me? He has not anointed me to show off. He has not anointed me so that I can do anything else with that anointing. Biblia inasema hapa, he has anointed me, number one, to preach good news to the poor. To preach good news to the poor. I'll be coming that to later. Let me not go ahead of myself. He has sent me to bind up the broken hearted. Hear me today. Kama ulikuja katika hii mkutano and you are broken hearted, nataka nikuambie katika jina la Yesu, kama vile Mungu anavyoishi, hautaondoka na hii milango kama moyo wako uko broken. There is an anointing in this conference to bind the broken hearted in the name of Jesus. Anasema hapa, to proclaim freedom for the captives. To proclaim freedom to the captives. Wale ambao wamefungwa wanaachiliwa. To release from darkness for the prisoners. To release from darkness for the prisoners. To proclaim the year of the Lord's favor. To proclaim the year of the Lord's favor. Somebody say, I am favored. And the day of vengeance of our God. Can I declare today katika jina la Yesu, the Lord will avenge for you. Mungu atakulipishia katika jina la Yesu. Yale mambo mengine ulipitia and you lost it, wengine walitake advantage of you. I want to tell you that our God is a God of vengeance, to comfort all who mourn. And in case you are mourning today, you will receive your comfort. To provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. Umesikia hiyo? Instead ya majivu, you will have the beauty of the Lord. Huyo ni mtu ambaye alikuwa anaonekana majivu. Huyo ni mtu ambaye alikuwa anaonekana hana glory. But when the anointing of the Spirit comes upon him, inaonekana kwa watu ambao wanamuangalia, this person was in ashes, but now he is showing the beauty of the Lord. That shall be your story in Jesus' name. The oil of joy instead of mourning. The Spirit of the Lord will give us the oil of joy instead of mourning. Kama
kama uso wako bado hauna furaha, I want you to tell you in the name of Jesus, unapoondoka siku ya leo utaondoka na furaha. Furaha ijae moyoni, furaha ijae kwa familia, furaha ijae, watu waseme amen, furaha ijae kwa familia, furaha ijae makanisani, furaha ijae vijijini. The nature of mourning ambayo shetani ameleta wakati huu, Mungu ana-replace that period with a period of joy. Mungu ana-replace that period to a period of rejoicing. Nataka nitangaze siku ya leo, maandiko inasema there is a season for everything under the sun. Kumaanisha ya kwamba nyakati hazidumu, nyakati zinakuja, nyakati zinaondoka. Nasikia niambie mtu siku ya leo, umekuwa katika nyakati ya mourning, you are entering into a season of rejoicing. Somebody shout hallelujah. May you rejoice in the name of Jesus. Waliokuona you are not rejoicing, they will see you rejoicing in the name of Jesus. A garment of praise instead of a spirit of despair. Mtu ainue mkono aseme mimi sitakufa moyo. Inua mkono useme sitakufa moyo. Wakitafuta wala wa kukufa moyo sio mimi. The Spirit of the Lord has anointed me. I cannot despair. I may go through mambo magumu, but I will not despair. They will be called oaks of righteousness. Oaks of righteousness. Sio tu, it is not just any tree, lakini oak. Oak ni mti ambao unakaa for a long time. Oak ni mti ambao hata ukikua, it does not grow like any other tree. You shall be called an oak of righteousness. Kumaanisha kwamba utadumu na utakatifu for a long time, not just for a short time, but for a long time. Not just in this life, but also in the life to come. In the name of Jesus, they shall be called a planting of the Lord. A planting of the Lord. Wale ambao wamepandwa katika Mungu. And you know what the Bible says? They that be planted in the house of God, they shall flourish in the courts of our God. Kwa hivyo kama wewe umepandwa, kama wewe umekuwa planted katika ufalme wa Mungu, you will flourish there in the name of Jesus. It is said here, they shall be called a display of his splendor. A display of his splendor. Hivyo ni kumaanisha Mungu akitaka kujionyesha, anajionyesha na wewe. Anajionyesha na wewe. A display of his splendor. Yani watu wanaona utukufu wa Mungu katika kila jambo unalolifanya. Inua mkono wako katika jina la Yesu. Natangaza kwa yeyote anayeamini, kuanzia siku ya leo August 21, maisha yako itachukua mwelekeo ya kuonyesha utukufu wa Mungu. Huduma yako itachukua mwelekeo ya kuonyesha utukufu wa Mungu. You will not be shamed, you will be glorified. Na Mungu akikuangalia atakuwa akionyesha his splendor. Angalia mahali kama hapa is a splendor. Ni mahali ambapo ni patakatifu. Ni mahali ambapo panaonyesha glory. Hallelujah. Amen. Mungu anataka kwako nyumbani, yale mambo ambayo umeona hapa, unaenda kureplicate, unaenda kumultiply huko nyumbani. Kama ulikuja hapa ukaona the beauty, the glory, the splendor, unapoenda nyumbani yale mambo uliona hapa ikaendelea kufanyika kule katika jina la Yesu. Hey. Amen. They will rebuild ancient ruins. Watajenga kule kulibomoka. Watajenga
watajenga kule kulibomoka. I'll come to that. They will restore the places long devastated. Watarejesha kule kuliharibiwa. They will renew the ruined cities that were devastated for generations. Mahali ambapo kuliharibika wataifanya upya tena. And then number 5, strangers will shepherd your flocks. Foreigners will work on your field and vineyard. And you will be called the priest of the Lord. And you will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of nations. Yani utafurahia utajiri wa mataifa. You will feed the wealth of nations. You will feed the wealth of nations. Mimi tayari I am feeding on the wealth of nations. I am feeding on the wealth of nations. Hakuna wakati nilifikiria, Pastor Moses, ati naweza kupewa gari ya serikali na dereva, ninakaa hapa nyuma, ninaendeshwa Toyota double cabin, ninakula the wealth of nations. Wewe ukinisalimie hapa, ukinikuta kesho utaondolewa na serikali. They shall feed the wealth of nations. Nataka nitangaze katika jina la Yesu, kila mmoja anayenisikia, ni mapenzi ya Mungu katika maisha yako. You will never be poor in the name of Jesus. Lift up your hand and say, I shall never be poor. Tangaza tena, I shall never be poor. Roho yote ya umaskini ambayo inakibizana na wewe na familia yako na watoto wako na kazi yako, siku ya leo natangaza katika jina la Yesu, hiyo roho ikavunjwe katika jina la Yesu. Utakula utajiri wa mataifa, watakusanya, lakini wewe utakuwa beneficiary in the name of Jesus. Instead of your shame, you will receive a double portion. Instead of shame, you will receive a double portion. Instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. You will inherit a double portion in your land. An everlasting joy will be yours. Hallelujah. Welcome, Reverend Dhuo. Let us appreciate Reverend Dhuo. Welcome, welcome, welcome. Amen. Inua mkono wako juu siku ya leo ukaseme, I am receiving double portion. Say it again, I am receiving double portion. And then kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 11, hapo nitasoma in the afternoon. Nataka nianze na kusema, I'm talking about the move of God. The move of God. Wakati dunia iliumbwa, Biblia inasema that the Spirit of the Lord was moving on the waters. Genesis chapter 1 verses 2. Hivyo ni kuonyesha from the beginning of the world, haikutarajiwa ya kwamba mtu anaweza ishi duniani without the move of God katika maisha yake. Mambo ambayo inafanyika katika maisha yako, huduma ambayo unayoifanya, familia ambayo unayoiongoza, ili iweze kuwa na meaning, lazima iwe na the God factor. Lazima Mungu aigizwe hapo ndani. Lazima the presence of God iweze kuonyesha, iweze kuonekana. It is the move of God ambayo ileta order in the universe. Maandiko inasema mambo yalikuwa disorderly, lakini the Spirit of the Lord was moving over the waters. Na wakati ambao tunaishi, tunahitaji watu
Tunahitaji kanisa, tunahitaji wachungaji, tunahitaji viongozi, tunahitaji washirika, tunahitaji waaminio ambao watabeba uwepo wa Mungu, ambao watabeba the move of God wherever they go, ili shetani aweze kuletwa chini, ili shetani aweze kushindwa. We need a generation ambayo haitakuwa satisfied only to come to church. We need a generation that will not just be satisfied kuitwa wameokoka. We need a generation ambao watasimama na kusema tutabeba uwepo wa Mungu. Biblia inasema wakati wana wa Israeli walibeba huu uwepo wa Mungu walipofika near the Red Sea, when the Red Sea detected the move of God, when the Red Sea detected the power of God, when the Red Sea detected the presence of God katika maisha yao, hiyo Red Sea iliweza kuondoka. Ndio maana mwadiki wa Psalm anauliza, milima ni nini uliona ukarukaruka? There was something katika maisha yao ambao ilikuwa tofauti, and that was the move of God. Isaiah chapter 61 katika Biblia tunaziita messianic prophecies. Hizi ni nabii ambazo zilitolewa zikiongea kuhusu Mesia ambaye hakuwa amekuja. Na Isaiah miaka 700 kabla ya Yesu kuja hapa duniani, he looked in the eye of the prophets. He looked in the eye of the prophet. The eye of the prophets. Vile nabii anaangalia mambo, anaona yako bali, hajui itafanyika lini, lakini anaiona ikiwa bali. Anaiona iko hapa, lakini iko bali. Kwa theology tunaita prophetic telescoping, kumaanisha anaona bali, lakini mambo anaona mambo kama iko hapa, lakini iko mbele. Isaiah anaposema the spirit of the Lord is upon me, haongei juu yake, anaongea kuhusu the Messiah. Lakini kwa sababu macho ya nabii inaona mambo ambayo iko mbali kama iko hapa, anaongea kama tayari Yesu amefika, na anatangaza ya kwamba huyu Mesia wakati atakapokuja hivi ndivyo atakavyofanya. Anatangaza mstari wa 1 mpaka mstari wa 3, anatangaza vile Mesia atafanya. Mstari wa 4 mpaka mstari wa 7 inaonyesha vile watu wa Mungu watakavyokuwa wakati Mesia atakuwa amefanya yale mambo atafanya. Amen. Are we together with you? Tuhamwe na nyinyi. Isaiah anatangaza, this is what the Messiah will do. Verses 1 to verses 4. Then verses 6 to verses 7 anasema watu wa Mungu watakuwa hivi when the Messiah amefanya kazi yake. Na mstari wa 7 mpaka mstari wa 11 pale tutakuwa tukienda jioni, afternoon, ni vile ambavyo watu wa Mungu wanastahili kufanya ili waweze kuprovoke, ili waweze kuleta, ili waweze kuactivate, ili waweze kufanya yale mambo ambayo yamesemekana pale juu yaweze kufanyika. Every prophetic word carries human responsibility. Kuna mahali yako ili uweze stand on your ground, take your part, take your stand, ili yale mambo ambayo Mungu amesema yaweze kutendeka katika maisha yako. Are you hearing me today? Are you hearing me today? Are you hearing me today? Mtu ainue mkono useme ya kwamba nahitaji the move of God. Na Isaiah hakuwa amekosea. Isaiah nakwambia, macho ya nabii ikiangalia mbali inaleta mambo karibu. 700 years later, miaka 700 baada ya
Isaya kutangaza pale, Yesu alikuwa amekaa mahali kama hapa, akapatiwa the scripture akuje asome Luke chapter 4. Akasimama, aliposimama akafungua Luke chapter 4 verses 18, akaanza kusema, the Spirit of the Lord is upon me because he has sent me. Wale walijua Old Testament wakaanza kuinua midomo. Kumbe huyu ndiye ambaye Isaiah alikuwa amesema juu ya maisha yake. He is here with us. Let me tell you in the name of Jesus, wakati ulipokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, ulikuwa apateka ya yale mambo ambayo yalitajwa mahali pale katika jina la Yesu. Ndio maana natangaza siku ya leo, ni mapenzi ya Mungu wewe mtu wa Mungu ukatembea kulingana na vile neno la Mungu limesema. Are you hearing me this morning? What do we mean by the move of God? I am going to give you 5 definitions. Definition number 1, the move of God is the release of the Spirit. Is the release of the Spirit. Wakati tunasema mtu anatembea na move of God, ni kumaanisha ya kwamba huyo mtu anaonyesha roho wa Mungu akiachiliwa katika maisha yake. Tunaona roho wa Mungu akitenda kazi katika maisha yake. The release of the Spirit. Kama kuna kitu tunahitaji katika kanisa la Bwana nyakati hizi, is the release of the Spirit. The release of the Spirit. Kile ambacho kitabadilisha dunia ni roho wa Mungu aingilie kati, akatenda kazi katika maisha yetu. Inua mkono wako juu katika jina la Yesu. Natangaza under the anointing, tunapoendelea katika mkutano huu, may there be a release of the Spirit. A release of the Spirit katika huduma yako. A release of the Spirit katika familia yako. A release of the Spirit katika mambo unayoyafanya. Na nitakuonyesha hapa chini what we mean wakati tunapoongea kuhusu the release of the Spirit. What we mean wakati tunasema mtu anatembea under that release of the Spirit. And when I talk about that, ninapoongea kuhusu hilo jambo, najua ya kwamba kutakuwa na kiu katika maisha yako. Najua kutakuwa na matarajio, na utamwambia Mungu siku ya leo, let your Spirit come upon me in the name of Jesus. Definition number 2, wakati tunapoongea kuhusu the move of God, tunaongea kuhusu the creative works of God in the life of men. The creative work of God in the life of men. Mambo ambayo Mungu anafanya kujenga mambo mapya, kutengeneza mambo mapya, to create new things katika maisha ya watu wa Mungu. Nataka niseme katika jina la Yesu, nikiangalia Genesis 1:1, kulikuwa na disorder, kulikuwa na formlessness, lakini wakati roho wa Mungu alikuwa anatembea pale, huyo roho wa Mungu aliprovoke the word of God, na Mungu akaanza kuongea, kwa sababu hakuna mahali ambapo roho wa Mungu anaweza kuwa na hakuna neno la Bwana. Every time the word and the Spirit are connected. So when you see the Spirit, there is a word that is coming. The word that comes from the Spirit. The Spirit of God was moving. Roho wa Mungu alikuwa anatembea, and all of a sudden Mungu akaanza kuongea. Akaanza kuongea creatively. Akasema, let there be light, and there was light. Let there be water, and there was water. When the word of God inapokuja katika maisha yako, when the move of God inapofanya kazi katika maisha yako, all of a sudden tunaona mambo ambayo haukuwa nayo yanaanza kujengeka by the Spirit of God. Mungu wa mtu ambaye hakuwa muibaji, all of a sudden they begin to sing. Mtu ambaye hakuwa na capacity ya ministry, all of a sudden unaanza kunakuwa na mambo yanajengeka. There is a creative power ambayo inaonekana katika maisha yake. Siku ya leo nimetangaza na ninakuja kutangaza, wacha kuzaliwe jambo jipya, wacha kujengeke jambo jipya katika maisha yako,
katika jina la Yesu. Hallelujah. Somebody say something will be created. Yani kuna kitu itajengeka. Hallelujah. Toiga heo dogo ikeka. Kuna kitu ambayo itatendeka. There is something that will be created. When we talk about the move of God, definition number 3 is the impossible works of God carried out by the Spirit of God. The impossible works of God. Mambo ambayo yanatendeka kwa binadamu yanaonekana hayawezekani, lakini Roho wa Mungu anayafanya yawezekane. Are you hearing me today? Are you hearing me today? Kwa hivyo wakati unapotembea that the move of God, one of the things ambayo tutakuwa tukiona ikitendeka katika maisha yako is impossible works. Impossible works. Mambo ambayo yakiangaliwa na darubini ya binadamu, yakiangaliwa na macho ya binadamu, yakiangaliwa na vile watu hufanya hesabu, wanaona ya kwamba haiwezekani mtu wa kawaida akayatenda mambo haya. Lakini Roho wa Mungu anapokuja, when the move of God is upon you, there are impossible things that begin to happen. Let me give you one impossible thing that happened. In the history of mankind, a woman gave birth without a man. Na wakati aliuliza, how can this be since I know no man? Hii itawezekana namna gani? Akaambiwa, with men it is impossible but not with God. Siku ya leo nataka nitangazia mtu, kuna mambo katika maisha yetu wakati mwingine inaonekana haiwezekani. Na unauliza kama Mary, how can this be yet I have no certificate? How can this be yet I have no connections? How can this be yet I know no one in the county? How can this be and I don't know my MP? How can this be and our church is located in the village? How can this be? Nataka nitangaze katika jina la Yesu, whatever is impossible in the eyes of men, it is possible with God. He makes impossibility possible. He makes impossibility possible. Jehovah, He makes impossibility possible. Jehovah, He makes impossibility possible. He makes impossibilities possible. I want to declare prophetically kwa mtu fulani siku ya leo, umekuja katika conference hii, kuna mambo umetamania miaka mingi, imeonekana up to this time haijafanyika. I declare prophetically, whatever has been impossible kwa miaka mingi, may the impossible begin to happen katika maisha yako. Pokea katika jina la Yesu. 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 Churches will begin to grow. Hata kama ilionekana kama haiwezekani, the Lord will make it happen. The Lord will make it happen. Matendo yasiyowezekana yanawezekana kwa ajili ya Mungu. Definition number 4. When we talk about the move of God, we are talking about the restoration of the saints. Urejesho. Maana mahali pale Biblia inasema katika Ishaya ya kwamba wakati Mesaya atatembea with this anointing, ya kwamba he will restore. He will restore. I'm coming to that. He will restore. He will restore. Every time the move of God inafanyika, every time the move of God inaonekana, watu wa Mungu wanapata urejesho. There are certain things ambayo inaanza kutendeka when the move of God inaonekana katika kanisa. The move of God inaonekana katika maisha ya muaminio. I want to create a hunger. Nataka niweke ndani yako kiu, nataka niweke ndani yako desire ya the move of God in your life. We need to be tired of dry Christianity.
lazima tuchoke. Hii hali ya kukaukiwa lazima tuchoke. Hii hali ya kutosikia uwepo wa Mungu lazima tuchoke. We need to believe God for the move of God. Wakati alitembea in the upper room, the Bible says everything began to happen. Everything began to happen. I'll talk about the upper room tomorrow. The move of God, the move of God. The move of God. Definition number 5 is the reality of the supernatural. Wakati unapoongea the move of God, tunaongea kuhusu mtu kutembea na the reality of the supernatural. Katika dunia hii kuna levels mbili za maisha. Level ya kwanza inaitwa natural. Natural life ni ile watu wote wanaishi. Natural life, everybody, Dick and Harry, Tom, Joroge, Wanyonyi, nani, all of them, there are things that are common to them. Anaamka asubuhi, anaanza kupumua. It is natural. Lakini kuna mambo mengine, there is a level of life ambayo inaitwa supernatural. Kuna the level of life ambayo mtu anaanza kuishi kwa njia ambayo sio ya kawaida. Hii ndio level ambayo hata kama munaenda bank na wale ambao munakaa na wao, unakuta ya kwamba mambo ambayo yanawafanyikia hayakufanyikii hata kama mko in the same level of situation. Kwa sababu gani? You are living in another plane. Wako pale lakini wewe uko hapa. Nataka nikuambie katika jina la Yesu, katika anga ya kiroho, wakati ulizaliwa tena, you entered into another level, the spirit life. Ulianza kuishi maisha ya the supernatural. Nilikuwa naongea mazishi jana, nilikuwa nawaambia ya kwamba wakati, Job chapter 14 inasema a man born of a woman is described, anaitwa shadow, anaitwa grass, anaitwa flower, anaitwa nini, yani mambo hopeless. But when Nicodemus met Jesus, Jesus told Nicodemus, there is another level that is beyond born of a woman. It is God, born of the spirit, born of the waters, born of the blood. Wakati unaingia hiyo level, unaondokea watu wa kawaida. That is why watu wakijaribu kukufanya yale mambo ambao wanafanyia wengine, wanashindwa kwa sababu you are walking in another level. Wakienda kwa achawi kwa ajili yako, wanakuta ya kwamba uchawi unakosa kufanya kazi. Kwa sababu gani? You are temporary in a new level. Kuna mtu tuko naye siku ya leo. I have ever told you about the story of that man who was bewitched by a village witch. Do you remember that story? How that this man akiwa kule town, wacha nirudie pengine kwa wale wamesahau na wale wamekuja leo. Yule mtu ambaye alikuwa an officer, he was working in a big bank like Pastor Moses here. Na yule mtu ambaye alikuwa kwa kijiji pale, alikuwa na ile inaitwa jealousy, envy. Kasema, unajua kuna watu wanakuwa na macho baya. Kuna watu wanakuwa na jealousy, envy. Watoto wake hawataenda vizuri. Anaweza kutoa nguo usiku wote, atembee in the estate ili watu wasione mazuri. Kulikuwa na mmoja kama huyo, a witch, lakini he was a village witch. Alipotumwa ili akamroge yule yako town, hajawahi enda town tena. So wakati alikuwa anaingia kwa ile ofisi akaangalia akaona, unajua kule town kuna ile milango inakaa hivi. Unajua ile milango inazunguka kwa bank. Ukikaribia hiyo haifunguki ndani, inafanya hivi, inazunguka, ina 360 degree inakuingiza. Sasa huyo mtu alipoambiwa yule mtu anafanya kazi kwa hiyo ofisi, alipokuja kukaribia mlango ikaanza kuzunguka, akasema asi nimezoea milango inaingia ndani, lakini hii mlango inazungu. Akajaribu tena, akasema labda ni mimi ninakosea. Alipoenda akakuta mlango tena alirudi kwa yule aliyemtuma, akamwambia yule uliyenituma kwake akona mchawi, akona nguvu zake zinazungusha milango. Si kwamba
alikuwa na uchawi, lakini ni kwa sababu God in his own power aliweza kuconfuse huyu mtu, because the Bible says kwa wale ambao wameokoka, adui anaweza kuja na njia moja lakini atatoroka na njia 7 katika jina la Yesu. Let me tell you today, if you never knew, there is a level, there is a reality inaitwa the reality of the supernatural. The reality of the supernatural. Unapotembea wewe husi kama wengine. There is an aura of the spirit. There is something that surrounds you. There is something that follows you. There is something that covers you. There is something that covers your life. Kuna kitu ina cover your family. That is why it is very important who desire to live in that level of the spirit. Are you here this afternoon? Are you here this afternoon? Inua mkono useme, Roho wa Mungu nikujie siku ya leo. Tangaza tena, Roho wa Mungu nikujie siku ya leo. The reality of the spirit, the reality of the supernatural, the reality of the supernatural. This move of God wakati mwingine inafanyika unpredictably, wakati mwingine inaweza kuja kwa njia ambayo haikutarajiwa. Ndio unakuta wakati mwingine in the church you may be worshiping, then all of a sudden anitweka happens. There is something in Greek called anitweka, yani something called anitweka in Greek. It was something that happens in the atmosphere and confuses what was happening. It is called anitweka, an unpredictable move. Unakuta watu ambao walikuja kanisani wakiwa sawa, all of a sudden wanaanza kulia, all of a sudden wanapiga magoti, all of a sudden wanarara, all of a sudden wanagaragara, all of a sudden, because there is something unpredictable ambayo inafanyika katika maisha yao. Nataka nitangaze siku ya leo, God is an unpredictable God. Vile alifanya jana si vile anavyoweza kufanya siku ya leo. Hata wakati Yesu alikuwa anafanya kazi, kuna wakati alikutana na wengine ambao walikuwa wagonjwa, anawaambia ya kwamba oya ifaresi ya nyumwetware, take your mat and go. Wengine wakifikiria hiyo ndio style, wakichukua mat the following day wanakuta ya kwamba bando they are still sick. Anakutana wengi wakati wamemzoea ni mtu wa kutake your mat, anaambia wengine enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. It's another style. Wakati mwingine anaandika chini, wakati mwingine ana declare, come out in the name of Jesus. He is a God ambaye anafanya kazi kwa njia tofauti tofauti. Ndio maana katika maisha yako usigojee Mungu akakutendea miujiza vile alitendea Omoro. Usigojee Mungu akakutendea muujiza vile alifanyia kanisa ile. God deals with us in a unique way. Na ndio maana nasema katika jina la Yesu, kwa yeyote aliyekuja siku ya leo, the Lord Almighty will do something in your life in unpredictable way. Wale ambao walitarajia ya kwamba umekufa, wanakuta ya kwamba umesimama tena. Kuna wakati tunafikiria tumeisha, kumbe ndio mwanzo wa Mungu. Kuna wakati tumefikiria njia hakuna njia tena, kumbe Mungu ndio anafungua njia zingine. God is not like man. Men can predict your future. Men can tell you what you will be. Men can predict according to your family line. Men can predict according to your history. But our God is an unpredictable God. Anachukua Musa ambaye ni stammerer, anampatia ability ya kuongoza 2 million people. Anachukua Saul ambaye ana persecute the church, anamfanya apostle ambaye anachukua the whole Bible, ndiye anaandika sana. Watu kama wageulizwa hata kanisa ile wangesema this is not the candidate. Lord, look for another one. Tell your neighbor hautakuwa vile wamepredict. Labda wamepredict hautaoa, but wait,
The Lord will do something unpredictably in the minds of men. Wanapoangalia wanaona haiwezekani. In the minds of God, it is different. Maandiko inasema, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Never predict God. Never predict God. That is why wakati unatembea with the move of God, allow yourself flexibility ya Mungu kuingilia kati in his own way. Don't create a channel for God. Sometimes unaweza fika kanisa usikie ya kwamba leo kutahubiriwa kwanza, and you feel that conviction even if worship has not been done. Let the preaching go on, because God cannot be predicted. Ati anakuja tu wakati umesema shuka sasa, shuka sasa, shuka sasa, shuka. Anasema ya kwamba he can move in any way. He can move in any way, and he does not work in the same way all the time. Hallelujah. Kuna wakati Daudi alikuwa anaambiwa don't pursue the enemy. Kuna wakati mwingine Daudi alikuwa anaambiwa pursue and you will recover. So don't think kwa sababu Mungu alitumia njia hii the other time ya kwamba atatumia njia hii in the coming days. God is a God who is diverse. Mungu ni Mungu ambaye anafanya kazi kwa njia tofauti. I must also say ya kwamba wakati unapoongea about the move of God, the move of God cannot be stopped. The move of God, wakati Mungu ameanza kutembea, hawezi kusimamishwa. Just speak to Pharaoh, he will advise you. What happens when you try to stop God? Ask Pharaoh. Pharaoh will tell you. Firauni atakwambia alijaribu kusimamisha wana wa Israeli. God had already started moving, lakini akasimama akasema, umeenda wapi? I am coming for you. Moses stood and said, come baby, come. Come baby, come. You will see the power of our God. Na walipokuja wamefurahia, wameona wana wa Israeli wameingia in the Red Sea, imetengeneza njia, wakasema kube chips ni viazi, na wakaingia, wakiwa katikati wala wametoka. The move of God started again. Woo. I declare to you in the name of Jesus, any Pharaoh that is following you to your promised land, may they experience the move of God. Any power of the darkness ambayo inakufuata in your family line, may it experience the move of God. And when the move of God comes, it is unstoppable. Hear me today. Every move of God moves men. Every move of God moves men. Wakati Mungu anaanza kutembea, anatembeza watu. Hilo ni kumaanisha hakuna vile unaweza kuexperience the move of God ukawa the same level. Every move of God moves you a step further. It moves you. It moves you. It takes you to the next level. Kanisa inapoanza kutembea the move of God, hiyo kanisa inaanza kumove to the next level, from 20 members to 30 members to 50 members to 100 members, 200, 300, 500, 1000. Why? Kwa sababu the move of God cannot be stopped. Are you hearing me today? Are you hearing me today? Naomba katika jina la Yesu, let the move of God happen in your life. Let the move of God happen in your family. Let me tell you something else. The move of God cannot be hidden. Moses will never forget the burning bush. Wakati alipoenda in the burning bush na akaona the move of God, alipotoka mahali pale, he was never be the same again. Wakati alienda mlimani akakutana na Mungu, wakati alikuwa anakuja from the mountain, it was recognized. Hey, mjamaa anatuchoma, face yake ina shine, kuna kitu ambacho ni tofauti. The move of God is not hidden. Elijah will never forget wakati alipoenda mlimani na akaanza kuomba, wakati alianza kusema, let the God who is genuine answer by fire. Did the fire came down or it never came?
it came because you can never hide the move of God. Wakati Yakobo alienda kung'ang'ana na Mungu, Genesis chapter 32, maandiko inasema wakati alikuwa anatoka pale Jabok, alipotoka is going back to where he had left the family, alikuja wakaona huyu mtu hata style ya kutembea imebadilika. This man must have met somebody who changed his life. Mimi naomba katika jina la Yesu ya kwamba maisha yako itaonekana Mungu anatembea na wewe. Oh, hallelujah. Itaonekana. Mtu aseme itaonekana. Somebody say it will be seen. Say it again, it will be seen. Are you believing? Say it will be seen that God is with you. When the anointing comes upon you, when the move of God comes upon you, this move of God, as we said in the beginning, is a release of the Spirit. This move of God is a release of the Spirit. Wakati tunapoongea kuhusu a release of the Spirit, tunaongea kuhusu anointing of the Holy Spirit ikifanya kazi katika maisha yako. That is what we call the release of the Spirit. Let me talk about the release of the Spirit. Wakati the release of the Spirit inafanya kazi ndani yako, three things happen. The first thing ambayo ina happen ni kwamba the flow of God's power inaonekana katika maisha yako. The flow of God's power, yani nguvu za Mungu zinaonekana zikifanya kazi katika maisha yako. Number two, the flow of God's grace. Neema ya Mungu inaonekana katika maisha yako. The flow of God's power and the flow of God's grace. Mungu nguvu zake zinaonekana zikitembea. Inaonekana neema ya Mungu iko ndani yako. The anointing of God inaonekana katika maisha yako. Are you hearing me today? Na wakati your anointing inakuwa ndani yako, there are three possibilities of the anointing. Kuna mambo matatu ambayo inaanza kutendeka. Ninayaita three possibilities of the anointing. Mambo matatu ambayo yanafanyika wakati uwepo wa Mungu unafanya kazi, wakati nguvu za Mungu zinafanya kazi katika maisha yako, katika maisha ya kanisa, katika maisha ya muaminio. Three possibilities. Number one, I call it the power to preach. The power to preach. Isaiah chapter 61 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili inasema ya kwamba the Spirit of the Lord has anointed me to preach. Tunastahili kuhubiri the good news about salvation, the good news about the power of God. Hatuwezi kuwa na hiyo ability, hatuwezi kufanya hivyo kwa njia inayofaa without that power to preach. Na nataka niseme kwetu siku ya leo, only the power of God can turn away a sinner from his way of sin. Ni nguvu za Mungu peke yake zinazoweza kubadilisha mtu ambaye alikuwa anatembea katika ukahaba, katika unywaji wa pombe, katika maisha ya dhambi. Only the power of God inaweza kuvunja minyororo iliyomfunga ili aweze kuachiliwa akuja katika ufalme wa Mungu. That is why every time, unless God that touches the heart with his power, all our other preparations are nothing. We need the power to preach. We need the power to preach. Tunapotayarisha mikutano ya Injili, the more we prepare the machines, the logistics, we need to pray for power to preach. Unless God touches the heart of men, usemi wetu hauwezi.
Unless God touches the heart of men, preparation zetu haziwezi. Yesu alisema he has anointed me to preach the good news. Nataka nitangaze katika jina la Yesu, ulimwengu ambao tunaishi ndani yake unahitaji sisi twende tuhubiri habari njema. Watu wamekufa moyo, wanahitaji habari njema. Watu wamekufa moyo kwa sababu ya mambo wanayoyapitia kila siku. They need the good news that it is still possible. The economy may not be good, but it is still possible. But you need that power to preach. You need the power to preach. Watu kama Elijah, wakati waliposimama kwa mlima Kameri na walikuwa wanaambia Mungu, the Lord God is the God of Israel, they had the power to preach. That is the power. Hizo ndizo nguvu ambazo zilibadilisha watu. Hizo ndizo nguvu ambazo zinabadilisha maisha ya binadamu. Kwa nini watu wanakuja kanisani wanarudi nyumbani wakiwa wagonjwa? There is no power. Kwa nini watu wanakuja kanisani wanasumbuka manyumbani, but they still go back with the same problems? There is no power. Jesus said he has anointed me, he has given me the power to preach. Na hiyo good news inapotolewa, wale ambao ni broken hearted watafungwa mioyo yao. Wale ambao ni wagonjwa wanapata nguvu mara tena. There is certain environment katika nyumba ya Mungu ambao hata mtu kama alikuja akiwa amekufa moyo, akifika katika nyumba ya Bwana, that environment, maybe mambo haijabadilika, but the environment itself is so anointed that he feels at peace. The power to preach. Mtu aseme katika jina la Yesu, I receive the power to preach. Say it again, I receive the power to preach. The next time you get an opportunity to preach, pray for that power. Hii mambo unakuja, unashika Biblia, unazungusha watu, unazungusha. Genesis, Exodus, Revelation, wapi? Lakini wakitoka hawawezi kusema ulisema nini. Watu wanalara. Unaanza kuwatukana, kwani hakukuwa vitanda nyumbani, mnakuja kulala kanisani. My friend, pray that God will give you the power to preach. The power to preach will wake them up. The power to preach will change their lives. Inua mkono wako juu katika jina la Yesu. Mahali ambapo uko, may God give you the power to preach. I say it again, may God give you the power to preach. Hiyo power to preach sio tu wakati uko na microphone. Hata ukiwa kule kwa market, you cannot be silent, because there is a power ambayo inakucompel. Kuna power ambayo inakuvuta. Tell somebody about Jesus. Power to preach. Wakati nimepelekwa mahali nitakaa jioni, yule mtu ambaye alinipeleka, nilimwambia kabla weke mizigo yangu chini, nilimuuliza wewe unaitwa nani, umeokoka? Yesu ni Bwana katika maisha yako? Akaniambia yeye ameokoka na ni wa Pefa sijui ya kule Bugoma. Akaniambia sijui anasoma kanisa gani, sitasema. Nikamwambia kuanzia kesho hapa kuna Pefa yenu, lazima ukuje kwa Pefa yenu. Wewe ni Mpefa, hauwezi kwenda kule. Power to preach. Aliponiambia hivyo nikamwambia now put this down, we dedicate the room with you. Power to preach. Kwa nini wewe unakaa
mnakaa na mtu, mnatembea kwa gari pamoja, mnakutana kwa merry go round, mko kwa market kibada moja, mnakutana mikutano ya familia, he may even be your brother, lakini haujawahi kuambia about the transforming power of the gospel. You have no power. I declare in the name of Jesus, from today may your tongue never be silent. From today may you receive the power to preach. Lift up your hand and say, I receive the power to preach. Amen. Apia mulie karibu na yeye, have the power to preach. Mwambie kama umefanya hivi gumi, have the power to preach. Power to preach. Power to preach. Have the power to preach. Wanafunzi wa Yesu walipojazwa na Roho Mtakatifu, they had the power to preach. Na maandiko inasema ya kwamba waliturn their world upside down. Hakukuwa mass crusades kama siku za leo. Walikuwa nakutana house to house, lakini kanisa ilikuwa haraka sana, because these people had the power to preach. Maandiko inasema ya kwamba, and when the Holy Spirit shall come upon you, the first thing that happens upon you, you shall become my witnesses. You shall become my witnesses. You will have the power to do what? To preach. If you don't do anything else for the kingdom, wacheni to preach. Every person here is a preacher. You may not be ordained by the denomination, but you are a preacher. We are in levels. Kuna wale ambao wamekuwa ordained, kuna wale ambao wako full time in the church, but all of us, we are full time in life. Go and preach. Ndio maana Biblia inasema Matthew 28, go ye into all the world and preach. Hata wakati unapoenda pale, unapewa microphone, uambie watu, don't talk about yourself so much, talk about him. Preach. Power to preach. Power to preach. Wakati watu wanahubiri with that power, wale afflicted wanaondoka, wale unipua wao wanapata lichi, wale the mightiness of the gospel inaonekana wakati inabadilisha maisha ya watu. That is why kama wale watu, na hapa nitasema pole pole, kama wale watu ambao wanakuja kanisa yenu, it is now 3 years, there is nothing notable ambao imechange katika maisha yao. Kuna kitu iko, there is something somewhere ambao haijaenda vizuri. Amekaa hapo 10 years na ile kanyumba inaanguka ndio bado wako nayo. Amekaa hapo kwa 10 years, hajapiga hatua anywhere in life. Nothing notable. There is a problem somewhere. Every time the gospel is preached, it changes the lives of men. Inabadilisha maisha ya watu. Hii gospel sio kama ile wanazunguka hapa vyama. Hii si kama vile campaign materials wanakuja nazo, wanasema hii maji ya breeze, wanatoa marori, wanazunguka everywhere wakisema maji ya breeze. Hiyo maji haiwezi badilisha maisha ya watu, kwa sababu hata nikinywa hii breeze chupa mbili, kesho I will thirst again. But Jesus said, come, I will give you a water. When you drink this water, you will never thirst again. Praise the name of the Lord. There is something about the gospel. When it is preached with power, it changes the lives of men. Lift up your hand in the name of Jesus. In this annual conference, natangaza katika jina la Yesu, as you come next year for the other annual conference, maisha yako haitakuwa vile tena. Maisha yako itabadilika. Mtu aseme amen. Familia yako itabadilika. Mtu aseme amen. Biashara zako zitabadilika. Mtu aseme amen. Watoto wako watabadilika. Because the gospel has a power to change lives. My life is changed because I met Jesus. Maisha yako inastahili ibadilike kwa sababu ulikutana na Yesu. The second possibility, I'll talk about them, then we go for lunch, is the power to proclaim.
power to proclaim. Anasema hapa ya kwamba amenipatia nguvu za kutangaza. Nguvu za kutangaza. Power to proclaim. Na anasema ya kwamba he will proclaim 3 things, actually 4 things. He will proclaim 4 things. Number 1, he will proclaim liberty. Yale mambo ambayo imefunga watu, anasema ataproclaim liberty. Anasema number 2, ataproclaim open prisons. Mahali watu wamefungwa katika jela waweze kufunguliwa. Number 3, ataproclaim acceptable year, ya kwamba mwaka wa kukubalika, kibali cha Mungu, year of jubilee, a time when the favor of God rested katika maisha ya watu. Enda usome wale Leviticus 25 verses 9. Anasema ya kwamba anatangaza the day of vengeance. Anatangaza wakati wa Mungu kulipisia watu wake kisasi. Every situation of life will remain until you speak. Every situation katika maisha yako itadumu mpaka wakati utachukua mamlaka ambao Mungu amekupa na unenee ile hali. Yesu anasema, inasemekana hapa, wakati atakuja atatangaza. Mtu aseme kutangaza. He will proclaim liberty. He will not get logistics. He will just proclaim. Atatangaza. Let there be freedom. Hilo tangazo linabadilisha maisha yao. Anatangaza kwa wale ambao wamefungwa katika jela. He just makes a proclamation, an anointed proclamation. Anatangaza wale waliofungwa katika jela waweze kufunguliwa. Anatangaza. Ndio maana ukifuata maisha ya Yesu, alikuwa anatangaza. Akikutana na walio na mapepo, anasema you foul spirit come out. Anaendelea. Anakuta wengine wamelala pale, take your mat, rise up your mat and go. Na anaenda. Wanafunzi wake walifanya hivyo hivyo. Wanakuja Beautiful Gate, wanakuta mtu amelala pale. Wanawaambia silver and gold we do not have, but in the name of Jesus rise up and walk. Na wanaingia kwa church. Kutangaza. Ezekiel anakuja, anasema, oh son of man, look at these bones. And he say, hey, why are you talking to me? Speak to the bones. You have the power to proclaim. You have the power to proclaim. Many people are eating the fruits of their proclamation. Watu wengi wanaishi matunda ya vile vinywa vyao vilitangaza. Leo katika jina la Yesu, matangazo yoyote ambao umefanya ambao hayadamani na neno la Mungu, siku ya leo tuna cancel. Kila tangazo ambao limetangazwa katika maisha yako kinyume na neno la Mungu, tunatangaza itakuwa kulingana na vile Bwana amesema katika maisha yako. Mtu aseme amen. Power to proclaim. Power to proclaim. The other day I was going back to Nairobi, and then all of a sudden, wakati nimepita Ruiru, nikasikia I think it was on Friday. Is it not Friday? We are in Saturday. It was on Thursday. Nilipofika Ruiru, nimepita hipo, nikasikia sikio hili limefugana mara moja, limekuwa hot na limeanza kupiga kelele. All of a sudden vile unasikia kitu. My wife said to me, hiyo sikio ni ya Mungu, shetani hawezi kukaa ndani. Na mimi nikashika sikio yangu, nikasema, you foul spirit, I command you right now, leave my ear. By the time nilikuwa nimefika Kenyatta University, the
the sikio was cold, there was no noise, there was nothing, because I proclaimed, nilitangaza, you foul spirit, come out of my ear. My wife akatangaza, hiyo sikio yako ni ya Mungu, shetani hawezi kukaa ndani. Leo nimekuja kutangazia hali zote ambazo ziko katika maisha yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Natangaza siku ya leo, ambao ni wagonjwa mukapokee uponyaji, ambao mumekwama Bwana akawape breakthrough, ambao wanapitia hali ngumu mukaone mkono wa Bwana, ambao wamepangiwa kifo, natangaza ya kwamba mtakuwa na uhai katika jina la Yesu. Power to proclaim. Mzazi mmoja alikuwa na watoto wawili ambao walikuwa kila wakati wanapigana, wanakibizana, nini, kila wakati kelele wapi. Akawaambia, nyinyi hamtaweza sikizana maishani vile mnakaa. Nyinyi mnakaa hamtasikizana maishani. And do you know, throughout their life hawakusikizana. Even when they became grown up, hawakusikizana, because a proclamation was made. Tangazo lilitangazwa ya kwamba nyinyi hamtasikizana. Mtu aseme, God deliver my mouth. God deliver my mouth. The way my mouth has spoken, yani my mouth, the miracle is in your mouth. Whatever you shall say to this mountain, kile ambacho mutanenea, ukinenea huu mlima, ukaambia mlima uondoke, and you do not have doubt in your heart, Biblia inasema itakuwa vile katika maisha yao. Before we go for lunch, we will be declaring. Tutakuwa tukitangaza. Just before we go for lunch, tutatangaza. Na siku ya leo nataka utangaze kile ambacho unataka kuona. Labda mambo hayawi vizuri. Maybe things are not the way you want them to be. But I tell you today, you have the power to declare in your mouth. There was a certain woman ambaye tulikuwa naye jana. Sasa amekuwa mhubiri, he's a pastor. He has a church now. He was a member of our church. Mume wake hakuwa ameokoka. Akawa anatangaza, mume wangu ataokoka. Mume wake alikuwa mnywa pombe. Alipokuwa anaona mume wake ameenda kunywa pombe, anaingia nyumba ya ndani, anachukua nguo za mzee, anavaa shati, anavaa kofia, anasema mimi ni Baba Joki, mimi nimeokoka katika jina la Yesu. Sema mimi nimeokoka, mimi ni mtu wa Mungu. Halafu anatoa nguo. Mzee akikuja anavaa zile nguo, anafikiria ni kawaida. Sasa mzee hata yeye anasoma kanisani na alinunua gari, sasa wanaenda pamoja. Let me tell you, have the wisdom to proclaim. Hiyo ni njia moja. Mwingine anaweza kuwa na another style. Anaenda kuomba hapa maombi ya ujinga wakati mume yako pale. Anatangaza, hii shetani nililetewa hapa, Mungu naomba uiondoe. Hey, what is that? Mwingine mume wake amevujika mguu, amekaa pale kwa nyumba for 1 week. Mama anakuja anamwambia, hii mguu yako ni ile maombi ninaomba kanisani, haitatembea kwa makahaba. Hii mguu ni mimi nimeombea. What a foolishness! What a foolishness! Unaombea mume wako avujike miguu ili have the power to proclaim. Tangaza katika jina la Yesu, mume wangu atadumu katika ufalme wa Mungu. Watoto wangu hawatapotea. Biashara yangu itapata faida. Proclaim. Power to proclaim. Jesus said he has given me power to proclaim. Akikuta wale ambao wamefungwa anasema prisons out. Wale ambao wanasema liberty. Day of ages. Acceptable year of the Lord. Power to proclaim. Ndio maana unaona wahubiri wakipanda hapa wanaanza kuproclaim.
wanaanza kuproclaim. Na let me tell you today, ndio maana ni vizuri, listen to me here, every time neno la Mungu linapotangazwa na usikie hilo jambo linaguza your life, always say amen, because you are accepting that proclamation. You are accepting that proclamation. Watu wengine they are very busy. Wakati huo he is sitting in the church lakini ako na rumoro. He is sitting in the church lakini he is there, he is very far, ana conduct businesses. No wonder proclamations zinatoka lakini zinakuta hard ground, hakuna watu. I declare in the name of Jesus, may God prepare your heart that you'll never miss the visitation of God, that you'll never miss the move of God. Yesu alikuwa anaangalia some cities, anawaambia yale ambayo yalifanyika hapa, kama angefanyika kwa mataifa mengine, kama angefanyika in other cities, anawaambia you did not discern the move of God. Because alikuwa anatangasa great things katika maisha yao, lakini hawakuwa wanaelewa. Are you hearing me today? There are people who sit in the church. Pastors continue to declare, you are going far, the glory of God is upon you. Nasema ile tu ni ile mambo ya pastor ya kutufurahisha. Hiyo ni ile mambo. Hugo ndugu atoire. Hivyo ndivyo alivyo. Hiyo mambo amezoea. Let me tell you today, if you can see something in your life ambao unaona it's against the will of God, you can stand firm and declare, no, in the name of Jesus. Power to declare, power to proclaim. And then the last possibility of the anointing is the power to produce results. Power to produce results. Maandiko inasema hapa, Isaiah 61 verses 3, anasema, when he has anointed me, there are certain things that I can produce. There are certain results. Kuna result fulani lazima zionekane. Na katika scripture hii tunaona ya kwamba Isaiah anasema, ninaweza kuproduce praise from a spirit of heaviness. Mtu wako katika spirit of heaviness, but I can produce praise. Naweza kuproduce dancing out of mourning. Naweza kuproduce beauty out of ashes. Naweza kuproduce utukufu out of shame. Naweza kuproduce rejoicing out of confusion. Power to produce, power ya kupata results. Power ya kupata results. Kama ni jambo ambalo unafanya, unalifanya na linapata results. If you're doing business, unafanya business na unapata results. If you're doing ministry, unafanya ministry na unaona results. Siku ya leo nataka kutangaza katika jina la Yesu, from today, may God give you extraordinary results. Extraordinary results. Lift up your hand. Mungu akupatia extraordinary results. Katika biashara, extraordinary results. Katika ministry, extraordinary results. Wakati Yesu alitembea, it was visible. Results za Yesu zilionekana. Power to produce results. Power to produce results. Results. I heard the story, 1940s. There was a man who taught theology in England. His name I heard, he was called Professor All. Na huyu Professor All aliwapeleka wanafunzi wake kutembea katika nyumba ambayo ilikuwa inakariwa na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa John Wesley. Na alikuwa mhubiri. If you have read church history, utakuta ya kwamba John Wesley alikuwa ni mhubiri ambaye alihubiri revival kubwa sana. Na wanafunzi wakatembea katika library ambayo John Wesley alikuwa anakaa, wakatembea dining ambayo John Wesley alikuwa anakaa, wakatembea prayer room, mahali ambapo John Wesley alikuwa anaomba. Na mahali ambapo John Wesley alikuwa anaomba, kulikuwa na mashimo mawili kwa carpet ambayo ilikuwa pale mahali ambapo John Wesley alikuwa anaombea.
Na wakati wanafunzi wengine walitoka wanaenda kwa gari, kuna mwanafunzi mmoja ambaye aliachwa nyuma. Inasemekana kuna mwanafunzi mmoja ambaye aliachwa ndani. Na wakati huyu Professor All alikuwa anaangalia wanafunzi wake, akakuta ya kwamba kuna mmoja hayuko. Akauliza, huyo mwanafunzi ni nani? Wakarudi katika table room, hawakumpata. Wakaenda kwa library, hawakumpata. Wakaenda katika nyumba ya sitting room, hawakumpata. Lakini walipoenda katika nyumba ambayo John Wesley alikuwa anaombea, wakakuta yule mwanafunzi ameweka his knees where John Wesley alikuwa amekata kwa kuomba mpaka hii carpet imetoka. Na alikuwa anaomba pale, analia, anasema, kama Mungu ulifanya na John Wesley, unaweza fanya na mimi. He was crying for results. Alikuwa anasema akilia, let the revival begin with me again. Let the revival begin with me again. Na wakati alimwambia inuka, alipoangalia macho yake, akakuta the student ambaye alikuwa ameachwa alikuwa anaitwa Billy Graham. Na wakati Billy Graham alitoka mahali pale, you know what Billy Graham did? Lakini ilichukua the desire to produce results. Wakati wengine wanafurahia kwenda wakiangalia wapi, yeye alikaa pale akasema, Lord, let the revival begin with me. Mungu anatafuta mtu ambaye atasema, kama Mungu kuna kitu utafanya wakati huu, nyakati hizi za mwisho, God, you can do it with me. If there is something you can do with a church somewhere, Lord, you can do it with our church. In the name of Jesus. Do I have somebody today ambaye anasema, Mungu nipatie results? Inua mikono yako juu, ukasimame na miguu yako siku ya leo. Nataka tutangaze katika jina la Yesu, mambo lazima ibadilike katika jina la Yesu. You can declare what you want to see in your ministry. Declare what you want to see in your life katika jina la Yesu. There is power to proclaim what you want to see. Proclaim it.